Mjukuu wa Mandela ameachiwa huru baada ya Ramaphosa kulaani kitendo cha kukamatwa na jeshi la Israeli. Mr. Mpoki. Isa Benson Makilembe, mjukuu wa Mandela ameachiwa huru wapi? Huko Israeli. Ameachiwa huru, alikuwa ni sehemu wafungwa mateka waliotekwa na Hamas au alikuwa anaishi kwenye magereza ya Israeli? Huyu bwana alikuwa miongoni mwa ujumbe uliopeleka misaada ya kibinadamu Gaza unaojulikana kama Global Sumudi Flotilla, ambapo mataifa kama 10 hivi ya Umoja wa Ulaya yalijikusanya. Ni raia hawa, lakini raia wema wenye mapenzi mema kutokana na njaa wanayoiona, maana Myahudi kule upande wa Gaza anatumia mpaka njaa. Kwa humo ndani kwenye hizo meli sasa ambazo zilikuwa zinaenda, ambazo baadaye tunakumbuka Spain pamoja na Italy walipeleka mameli yao ya kijeshi kuzisindikiza, lakini hawakuweza kuvuka kwenye mstari mwekundu, ndio hapo walidakwa. Kwa hiyo naye alikuwa ni mmoja wapo wa wanaopeleka hiyo misaada, kwa sababu hiyo ilikuwa imebeba madaktari, wanaharakati, imebeba wanasiasa, naye huyu akiwa ni mmoja wapo. Kwa sababu kama tunavyojua huyu bwana, kwanza jina lake kabla hujaendelea, anajulikana kama Nkosi Zwelivelile Mandla. Alikamatwa na majeshi hayo ya Israeli. Na huyu Mandla ni mbunge pia wa jimbo la Umtata huko Afrika Kusini. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Sasa unaposema alikamatwa, yeye alikuwa ni mateka, hakuwa mateka, no, ni msamaria mwema aliyepeleka msaada huko Gaza. Msamaria mwema alipeleka msaada Gaza. Umesema mataifa ya Umoja wa Ulaya. Isa Benson Makilembe, mwalimu neno la Mungu, unaweza ukanitajia kwa uchache tu hayo mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo yalishiriki kwenye mchakato mzima wa kupeleka msaada huko Israeli? Tufahamu kwanza ni mataifa gani hayo mwalimu waliopeleka msaada huko? Hii ilikuwepo baadhi Hispania, ni raia hawa nimekuambia. Hispania, Italia, Ufaransa, Brazili, hivyo baadhi kwa kuyataja. Sasa mwalimu Isa Benson Makilembe, ufahamu tu ya kwamba mataifa mengi ya Umoja wa Ulaya hivi karibuni kwanza walitambua Palestina na kutambua Palestina kama ni taifa huru. Na sio dhambi kutambua Palestina, sababu pia Palestina wanayo haki ya kutambulika kama watu wengine. Wanayo haki ya kuwa na visa, wanayo haki ya kusafiri, wanayo haki ya kuishi vile na kuendeleza tamaduni zao. Sasa utakumbuka mpaka sasa ni mataifa karibia 100 kama sikosei na 45 hivi yanaitambua Palestina. Na ufahamu pia kwamba sio dhambi kutambua Palestina, lakini ni makosa makubwa kwa mataifa, kwa Israeli kuona kwamba Umoja wa Ulaya ndugu zake kabisa wanatambua Palestina ambaye ndio adui mkubwa wa kwake yeye. Lakini pia ifahamike tu kwamba Isa Benson Makilembe mwaka 1947 48 kama sikosei mwezi wa 5 tarehe 14 Umoja wa Kimataifa ulisema ili kuepusha vurugu na mauaji kwa siku zijazo, basi inabidi kuwe na mataifa mawili. Kuna taifa hilo la Israeli ambao alipewa 55% ya ardhi. Kuna taifa pia la Palestina ambaye alipewa pia 45% ya ardhi. Lakini pia kuwe na Jerusalemu, imegawanyika sehemu mbili. Kuna Jerusalemu Magharibi, kuna Jerusalemu Mashariki. Pia vile Jerusalemu hiyo igawanye sehemu mbili. Jerusalemu Magharibi iwe upande wa Israeli, na Jerusalemu Mashariki basi ije kuwa ni makao makuu ya taifa basi la Palestina. Miaka hiyo ilikuwa ni haramu na ilikuwa ni najisi sana kwa taifa la Ulaya kuitambua Palestina. Ni mataifa machache mno ambayo yalitambua Palestina, mengi walijaliatambua taifa la Israeli. Lakini sasa hivi majuzi tu hapa Umoja wa Ulaya baadhi ya mataifa yake, nadhani ni Ufaransa kama sikosei, nadhani taifa la Spain sina hakika sana, ila Spain, nadhani mataifa mengi unafahamu Makilembe, Canada, unafahamu Australia, unafahamu mataifa mengine walitambua Palestina kama ni taifa. Lakini kutambua Palestina hakuwezi kusaidia chochote isipokuwa kuwasaidia Palestina waweze kujikwamua kutoka katika mkono
wa chuma mkono wa taifa la Mungu. Sasa Maklebe, unavyoenda Ulaya, Israeli kupeleka msaada, lazima tukufahamu umetokea wapi. Kwa sababu tukufahamu wewe ni nani. Sasa ukiangalia uhusiano uliopo kati ya taifa la Afrika Kusini na taifa la Mungu hilo, kwa nyinyi wa Kristo, mnaita taifa la Mungu. Sio taifa la Mungu, ni taifa teule la Mungu. Yako mataifa ya Mungu kama Tanzania, Afrika mataifa mengine ni mateule kwa Mungu, ni taifa la Israeli. Sasa unafahamu wazi kwamba uhusiano uliopo kwa sasa, taifa la Israeli na Umoja wa Ulaya umeyumba kwa asilimia kubwa, na pia vile vile nafahamu kwamba na hii ni kutokana na shinikizo ya mashirika mbalimbali ya haki za binadamu, ya haki, mashirika ya watoto, mashirika mbalimbali. Kumbuka Mwakilembe, Gaza imepigwa ikapigika, na Gaza 80% imepondwa. Kumbuka watoto karibia pale 30 wamekwisha uawa. Kumbuka wazee, kumbuka uharibifu mkubwa. Sasa hiki ni kinyume cha misingi na taratibu zilizowekwa na Umoja wa Kimataifa tangu mwaka 1945. Kwa Maklebe, sasa huyu aliyekwenda kule, huyu Mwafrika Kusini huyu, umesema ni mbunge, sijui alikuwa ni mbunge sio jimbo gani, mjukuu wa Nelson Mandela. Afrika Kusini na Israeli hawaelewani. Japo miaka ya nyuma Israeli imewahi kukisaidia chama cha ANC hicho, usisahau vile vile. Imewahi kukisaidia, lakini Afrika Kusini ya Cyril Ramaphosa na taifa la Mungu la Israeli waelewani kwa asilimia kubwa. Na hii ni kwa sababu tu ya kwamba Afrika Kusini yupo kwenye kambi ya inaitwaje ile? Ule nini? Kongamano la kiuchumi inaitwaje lile? Nini? BRICS. Yuko BRICS, na BRICS kule yuko Urusi, na Urusi kule yupo Irani kule yuko China, na China yuko Afrika Kusini, yuko Brazil, na mataifa mengine yameongezeka huko, ambao hawa ni wapinzani wa taifa la Marekani. Adui yoyote ambaye yupo kinyume na Marekani adui wa Myahudi pia vile vile. Kwa hiyo ana bahati kama alikamatwa anakutiwa ndani, na sio tu huyo, iko misaada mingi sana inakamatwa pale na inazuiwa, na mingine kulipuliwa na mabomu. Kumbuka Israeli taifa teule la Mungu, wanatumia kama njaa kama sehemu ya silaha yao muhimu dhidi ya kuhakikisha kwamba wanaondoa Hamas katika maeneo yale. Ufahamu hivi. Nakumbuka pia vile vile Wayahudi hao ama Waisraeli hawamwamini mtu yoyote kwa asilimia kubwa, wanajiamini wao wenyewe. Na pia vile vile kuingia ndani ya Israeli, unapopeleka misaada ndani ya Gaza, Maklebe, wao hawakuchukulii kama wewe unaenda kusaidia watu, isipokuwa wanakuchukulia wewe unakwenda kuwasaidia Hamas. Sio, unanielewa hapo? Unapeleka misaada ndani ya Gaza. Gaza, nimekuuliza Gaza kuna nani? Gaza. Anakuuliza wewe Gaza kuna nani? Si kuna Palestina? Kuna Palestina Gaza, si ndio? Kuna watu wa Gaza ambao kwa asili Gaza walikuwa wanaishi pale wa Philistines kama sikosei. Haya, hapo Gaza Hamas wanaishi wapi? Wanaishi Oman, wanaishi wapi Hamas? Wanaishi Gaza. Wanaishi Gaza Hamas. Hamas ni maadui wakubwa wa nani? Maadui wakubwa wa Israeli, si ndio? Gaza kwa asilimia 80 mpaka 90 Gaza wategemea misaada kutoka Umoja wa Kimataifa. Wategemea misaada kutoka mashirika mbalimbali ya misaada ulimwenguni. Gaza ina kambi karibia mpaka sasa kambi karibia 20. Kambi za wakimbizi wa ndani ambao wajui waende wapi. Mipaka imefungwa kila kona. Chakula hakuna. Gaza kwa asilimia kubwa Gaza, kumbuka, ni jangwa. Walimi wale kwa miaka mingi sasa, misaada inatakiwa iende pale ili kuokoa, ili kupunguza mdodoro ama mgogoro wa kibinadamu unaokumba eneo ile. Lakini sasa unawezi kuingia Gaza mpaka upitie Israeli. Unafahamu Mwakilembe? Hauwezi kuingia Gaza mpaka upitie Israeli. Kwa msaada wowote unaoingia Gaza lazima uhakikiwe na kuthibitishwa na taifa la Israeli. Unafahamu Mwakilembe hilo? Kwa hiyo katika misingi kama hiyo, maana ni kwamba kwa mtazamo finyu na mtazamo uliooza uliokufa wa taifa lako la Mungu Mwakilembe, Israeli wanaamini ya kwamba unapopeleka msaada Gaza na kuwasaidia Hamas. Na sio raia. Unapeleka msaada Gaza, maana ni kwamba unataka Hamas waendelee kuwa na nguvu ili waendelee kuisumbua Israeli. Kuna pia vile vile na inaaminika kwamba misaada makontena haya lazima achunguzwe, lazima yahakikiwe, maana humo ndani kuna mara nyingi na silaha za hapa na pale na vitu vingine Mwakilembe. Kwa hiyo fahamika kwamba Israeli ndio anayemiliki mipaka yote. Kwa Gaza iko chini ya Uisraeli. Unapoingia unapeleka msaada Gaza lazima upitie kwa serikali ya Israeli. Sio kuingia kichwa. Unapoingia kichwa wanakudaka. Ana bahati huyo mjukuu wa Mandela hawajamkwida.
Hajamkwida wakati walimdaka. Haya. Walimdaka, walimzuia, hawajamkwida. Kumkwida maana yake taarifa zingekuwa zipo sasa hivi. Taarifa zingekuwa zipo Mwakilembe. Kwa hiyo amerudi yule mjukuu wa Joseph Mandela salama. Sasa nakumbuka Mwakilembe, Israeli sio taifa la siasa. Huyu ni mbunge wa Afrika Kusini. Wabunge wanakuwa mara nyingi kama yani wabunge ni wanasiasa Mwakilembe. Na vile vita havitaki siasa. Huyu mbunge ameenda kule kufanya nini? Au ameenda kule ili ajinufaishe kisiasa? Sasa anajinufaishaje kisiasa? Wanaompigia kura ni wa Palestina. Huyu mbunge aliyekwenda kule. Sawa. Kumbuka Afrika Kusini wako Waislamu wengi tu. Mimi nimekuambia nisikilize, uende kwenye jimbo lake, uende ameenda kule kisiasa na maana amedakwa. Lakini Mwakilembe yote na yote, taifa raia wa Gaza wanapata shida, umeme hakuna, maji hakuna, chakula hakuna, afya hakuna. Kila siku ni makombora na mabomu kutoka upande wa Israeli. Kwa mwaka wangapi sasa hivi? Mwaka wangapi Mwakilembe sasa hivi? Wa pili huu. Mwaka wa pili tangu vita vianze. Karibia 80% ya Gaza imeharibiwa. Misikiti 400 imeharibiwa, shule karibia 365 zimeharibiwa, miundombinu zimeharibiwa. Watu karibia 14,000 walikuwa wako chini ya vifusi, lakini pia watu karibia 700,000, 800,000 wapo katika swala zima yani katika anga la njaa, wengine wanakufa njaa, watoto. Kwa hiyo Mwakilembe, watu wa Gaza wanahitaji msaada wa kila aina. Lakini sasa Mwakilembe, nikushangaze kidogo sasa mwalimu, wakati huo tunawasikitikia raia wa Gaza, nikushangaze kidogo ya kwamba Kenya wameandamana mwalimu. Niliona wameandamana na wanasimama na Israeli. Wa Kenya wanaandamana, wanasema wanaiunga mkono Israeli wa Kenya. Hivi ni wa Kenya au ni Wakristo wa Kenya? Maana tunataka tukawahukumu watu. Hapana, ni Wakristo wa Kenya. Ni Wakristo wa Kenya. Sasa mbona Mwakilembe unachanganya? Tukasema tunahukumu wa Kenya. Wa Kenya wameandamana kuunga mkono taifa la Mungu. Sio taifa la Mungu, taifa teule la Mungu. Kama ilivyoandikwa kwenye Biblia. Na maana ni kwamba wa Kenya wao wanabariki na kusadiki mauaji ya watoto ndani ya Gaza. Kwa Kenya ile mauaji wao hawayaoni. Wayaoni. Lile ni taifa teule la Mungu bwana lile. Kwa Wakristo huwa mnafunguaga akili, mauaji hamuyaoni, kisa nyinyi Wakristo. Sasa kama wao wameenda kukorofisha taifa la Mungu, si tufanyeje? Kwani mauaji yana dini? Sasa hiyo utajua hao ndio Israeli bwana. Taifa la Mwenyezi Mungu. Isa Besri Mwakilembe, kwa hali ndivyo jinsi ilivyo. Lakini vile vile kabla sijamaliza hapa, naomba nikusomee sasa ile taarifa yenyewe tu kwa uchache ndugu yangu. Lakini wakati huo basi tuendelee kuwatakia jema na utulivu watu wa Mashariki ya Kati, ambao kwa asilimia kubwa wanapitia maseke kwa miaka yote hiyo. Ripoti ya chuo kikuu cha Brown imeweza kuwa Marekani imetoa angalau dola bilioni 21.7 za misaada ya kijeshi kwa Israeli tangu vita vya Gaza vilipoanza Oktoba 23. Lakini pia vile vile kati ya hizo bilioni 17 zilitolewa chini ya utawala wa Rais Joseph Biden, na bilioni 3.8 bilioni zimetolewa wakati wa Rais Donald Trump, takriban mara mbili ya bajeti yote ya taifa la Tanzania. Hivi Mwakilembe, kwa nini kila pesa zikitolewa lazima tufurahishe na bajeti ya taifa la Tanzania? Bajeti yetu ni ndogo sana nini? Sijajua. Hauwezi kujua Mwakilembe. Ni ili watu waelewe. Ni ili watu waelewe kirahisi zaidi. Maana ukisema tu dola hizi, kuna wengine hawajui dola hizo ni nini. Kwa hiyo lazima ufananishe huko. Lazima ufananishe na pesa yetu sisi. Kwa Mwakilembe, mimi niseme tu wazi ya kwamba yote na yote anatakiwa Israeli afokewe. Lakini nawaza mataifa ya Kiarabu yana jeshi ujumla combine wana wanajeshi milioni 50. Mataifa ya Kiarabu unajua Waarabu ndio kama Waafrika. Ndio. Sometimes kama vile wapo kama wapo, kama wajitambua kama wajitambui na nini, wako mataifa ya Kiarabu wako jeshi la watu milioni 50. Kwa nini Mwakilembe asiungana na kuivamia Israeli waifute tu Israeli? Kwa nini wasifute ndugu yangu? Sasa si washa salimu amri na wewe. Oktoba Mwakilembe, twende tukatiki. Twende Oktoba tukamchague mama. Amefikisha umeme mpaka vijijini. Au wewe wendi bwana?
Naenda, kwa nini siende? Ila wewe sasa unataka Mimi nikushukuru Mwakilembe, tuongea baadaye. Unataka kuongea nini? Hapana, sina lolote nataka kuongea, nataka kukuambia ila wewe sasa basi mimi nikushukuru. Kazi na utu. Asante. Eh.